Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas wa ja'ala al-Bayta mathabatan lin-nas wa amna alladhi qala fi muhkam at-tanzil falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wa ala alihi wa ashabihi wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim Muhammad wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jambo la husu mahujaji. Kwa hiyo muktadha al-maqam utatupelekea kuizungumza japo kwa ufupi haji. Kwa sisi watu wa Ahbab, kwa mwaka huu tulikwenda 54 na tunamuomba Mwenyezi Mungu mwakani akijalia waende watu 100. Amin. Hija ni jambo kubwa kwa namna Mwenyezi Mungu kwanza alivyoizungumza al-Kaaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumza zile taratibu za haji na asrari zake. Utaona kwamba hija sio jambo la mchezo. Al-Kaaba tuambiwa ndani ya Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu. Hapa tatakiwa kuweka mazingatio, kila anayesoma Qur'ani aizingatie hiyo idh, kwamba ukumbuke wakati, ukumbuke ule wakati ambao Ibrahim alikuwa ananyanyua al-Kaaba. Si peke yake, akatajwa na Ismailu, wametajwa kwa majina ndani ya Qur'an. Kwa nini watajwa kwa majina? Kwa sababu ya sharafu ya al-Kaaba na pia na sharafu yao wenyewe namna walivyo na kazi walioifanya. Qur'ani inatuambia kwamba ikumbuke wakati hawa wawili walipokuwa wananyanyua misingi ya al-Kaaba. Sasa ikiwa ni kunyanyuliwa misingi, tayari hapo Qur'ani ishatufahamisha kwamba al-Kaaba ilikuwa ipo kabla ya Nabiullah Ibrahim alayhi salam, isipokuwa yeye jambo alilolifanya kubwa ni kuinyanyua ile misingi ya nini, ya al-Kaaba. Niliona kwenye I'anatu Talibin sharh ya Fathul Mu'in kwamba al-Kaaba ilikuwepo miaka 70,000 kabla hata hajaumbwa binadamu, na malaika ndio waliokuwa wakizunguruka ile al-Kaaba. Na unaposoma katika vitabu utakuta kwamba mahala ile al-Kaaba ilipo ni hidhaa, na kila nyumba iliyokuwamo, yani kila jengo tukufu lililokuwemo kwenye mbingu mpaka unafika mbingu ya 7 Baitul Maamur, basi ni hidhaa na ni moja kwa moja mpaka peponi. Yani kama utapanda pale kwenye al-Kaaba moja kwa moja utapanda mpaka utakutana na kila mbingu ya Allah, kuna baitu min buyutillah.
kama ilivyokuwa katika ardhi. Al-Kaaba ndio baitu min buyutillah, mpaka inakuwa ni hidhaa, ni sanjar na Baitul Maamur, lakini sanjar na eneo linaloitwa Maruhua, juu kabisa ya mbingu ya saba, sanjari na kursiyu, misingi ya kursiyu na arshi ya Mwenyezi Mungu na pepo ya Allah. Kwa unapoelekea Al-Kaaba waelekea vitu vyote hivyo vitukufu kwa taufiki yake Allah, na kufanywa Al-Kaaba ndio qiblatan linnas, ndio mwelekeo wa watu wote katika dunia. Kila Muislamu swala yake haiswihi mpaka aelekea Al-Kaaba. Ni kuonyesha kwamba hija ni jambo kubwa sana. Hata ukatumia tu logical reasoning kwamba swala yako ambao as-salatu imadu din, faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad hadama ad-dina, kwamba swala ndio nguzo kubwa ya dini. Atakayesimamisha swala kasimamisha dini, atakayeiacha kaivunja dini. Lakini swala haiswihi mpaka uelekea Al-Kaaba. Istiqbalul qibla ni moja katika jambo muhimu kwa anayeswali. Asipoelekea huko swala yake kwa maksudi, swala yake imeingia mushkil, si ndivyo? Sasa hii tu ukitafakari kwamba dunia nzima wanapoelekea pale, halafu dunia nzima tunaoelekea pale tunatakiwa tufike pale, ni kuonyesha kwamba anaenda haji amekwenda kwenye jambo kubwa sana. Na Al-Kaaba Qur'ani imeita ni Baitullah, ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman linnas, si ndio aya inasema hivyo? Mwenyezi Mungu ameifanya Al-Kaaba ni nyumba tukufu na ndio Baitullah. Falyabudu rabba hadha albayt, wamwabudu Bwana, yani mwenye nyumba hii wamwabudu. Kwa hiyo ikaitwa Al-Kaaba ni Baitullah, nyumba ya Mungu. Unajua kwa nini imeitwa nyumba ya Mwenyezi Mungu? Ni kwa sababu logical reasoning tukiangalia ni kwamba mtu unapomtafuta nyumbani kwake una nafasi kubwa zaidi ya kumpata binadamu tu kuliko ukimtafuta pasipokuwa nyumbani kwake, si ndivyo? Kwa hiyo ikafananishwa kwamba imeitwa Baitullah kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa akrabu min ibadihi, anakuwa karibu zaidi na waja wake kuliko mahala pengine popote. Ndio sababu Al-Kaaba ukiitazama, Ibn Abbas anasema ni ibada kuiona tu. Ru'yatul Kaaba ni ibada, wanazuoni wengi wamesema hivyo pia. Lakini ukiitazama Al-Kaaba wajibiwa dua. Ukizunguruka tu ile Al-Kaaba ni jambo kubwa, na bahati nzuri pale ukifika sasa Al-Kaaba unaelekea mwelekeo wote, bora uelekea Al-Kaaba. Kwa hiyo mtu ambaye atakwenda haji afahamu kwamba amekwenda mahala patukufu sana, na ukipata nafasi ya kwenda hija usione kama umepata nafasi ya kwenda safari. Ondoa fikra hiyo, bali umepata safari, umepata nafasi ya kubahatika kwenda kwenye nyumba ya Allah subhanahu. Ile si safari, ni zaidi ya safari. Kwa hiyo hujaji hawa kutambulika namna hii ni haki yao,
kwa sababu pale kwenye Al-Kaaba ndo kwenye Masjid al-Haram Kwa madhhab ya Hanabila, madhhab ya Hanabila kwamba ukiswali pale msikiti ule tu, si kila eneo ambalo liko haram, unapata thawabu za 100,000 ukilinganisha na msikiti mwingine, kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema hivyo, Imamu Ahmad bin Hanbal ye kaifasiri kwamba ni eneo lile tu la msikiti wa pale. Kwa nini? Kwa sababu pale ndipo kwenye Al-Kaaba, si kila msikiti. Lakini watatu wote, Imamu Malik, Imamu Shafi'i na Imamu Abu Hanifa, wanasema hapana, ni eneo lolote la haram. Utakaposwali msikiti ambao kwa eneo la haram, basi umepata 100,000 thawabu ukilinganisha na misikiti mingine yoyote. Ngoja nikuulize swali, msikiti kwa umri uliokuwa nao sasa, unaweza ukapata nafasi ya kuswali swala 500 wapi? Kwa hapa, kwa umri wako, umri wako una nafasi ya kuswali swala 500. Swala hizi 500 unapata kwa siku moja ukiswali Masjid al-Haram. Anayekaa siku 2 pale akaswali swala 5 ana swala 1,000,000. Wapi huku unaweza ukaswali swala 1,000,000 kwa umri uliobakia na kwa hizi TikTok na mitandao ya jamii namna ilivyotuzunguruka? Hata kusingekuwa na hizo mitandao ya kijamii, ukamua waswali tu, hupati swala 1,000,000. Watu pale wanakaa siku 10 Maka. Anayekwenda hija anapata nafasi ya kukaa siku 10. Yaani ingekuwa kwenda kwako Maka ni kwenda kuswali tu siku 10 pale, pia lingekuwa jambo kubwa sana, kwa sababu unapata swala 5,000,000 ukiswali swala 5, tena kwa jamaa, tena kwenye msikiti uliokuwa bora kuliko misikiti yote, na kwa jamaa. Kwa maana hiyo ile ndio jamaa bora kuliko jamaa zote, na imamu wake basi atakuwa ndio imamu bora kuliko maimamu wote, ndio atakayekuwa na kuswalisha. Kwa hiyo ndugu zangu, ni ukipata nafasi ya kwenda haji umepata jambo kubwa, kwa sababu tu kwamba kuna Al-Kaaba na kuna msikiti huo, lakini ibada yenyewe, hizi swala 500 tu zatosha kufutiwa madhambi yote, kabla hata hujaenda mbali. Sababu swala yako moja inafuta madhambi hata huku. Sasa swala 500 itakuwa inafuta madhambi kiasi gani? Yaani hujaanza ibada ya hija, umekaa tu pale Maka siku 10, tayari unafutiwa madhambi yako yote kwa hizo swala utakazoswali 1,000,000 akaomeka siku 10, siku ngapi. Kwa hiyo mtu anapotoka haji ufahamu kwamba yote haya kayafanya, kaiona Al-Kaaba, kaizunguruka Al-Kaaba, ambao Mtume Muhammad mwenyewe anasema hanyanyui mtu mguu wakati anaizunguruka Al-Kaaba, wala haushushi, ila kila kinyanyua anasamehewa madhambi, akiushusha anasamehewa madhambi. Na ile tawafu ni mara 7, na ile tawafu unaweza ukafanya baada ya kwamba ushamaliza tawafu ya hija yako, ukazunguruka pale unavyotaka, vile tu kufanya ile tawafu pale, wasamehewa madhambi. Niliona pale kwenye Ruknul Yamani katika eneo la Al-Kaaba kwamba kuna malaika ambao wamesimama pale. Baadhi ya riwaya husema ni malaika 70 ambao nimeandika kwenye kitabu changu Al-Hulal, Al-Madhahib wal-Hulal,
Almadhahib walhujaj ni sherhe ya kile kitabu Mahajjatul Hajj. Nimeandika hayo kwamba pale kwenye Rukunul Yamani kuna riwaya, kuna hadithi ambayo inasema wako malaika 70 wamekaa tu, kazi yao ni kuombea msamaha na kuombea kheri watu wanaofanya tawafu pale na wanaogusa ile au wanaoitilia ishara ile nguzo. Baadhi ya riwaya husema ni malaika 2, lakini hata angekuwa mmoja sio jambo dogo. Ndivyo sivyo? Hata asingekuwepo kabisa pia sio jambo dogo. Lakini wapo malaika hao ambao bila shaka wamekutana na mahujaji hawa, wamewaona. Sisemi kwamba mahujaji wameona hao malaika, lakini malaika wameona hao mahujaji. Kwa hiyo haji kufanyiwa jambo hili la kutambulika hija yake na kuja kuombea watu ni jambo kubwa sana. Ndugu zangu, twendeni hija, twendeni hija, kwa sababu hutopata faragha kubwa na nzuri na tukufu baina ya wewe na Mola wako kama faragha utakoipata ukiwa haji. Ndio sababu hao kina Sufyan bin Uyaina walihiji hija 72 kwa kujua umuhimu, na Abdullah bin Umar amehiji hija 60, sahaba wa mtume huyu, kwa kujua umuhimu wa kwenda pale mara kwa mara. Huyu Abdullah bin Umar kahiji tangu akiwa na miaka 25 mpaka wahyi wake unaisha. Sufyan bin Uyaina amehiji tangu akiwa na miaka 22 mpaka umri wake unakwisha. Wewe ukipata fursa ya kwenda hija, usione tu ni safari, ione ni fursa kubwa, na muombe sana Mwenyezi Mungu akupeleke haji. La mwisho, hija haina expiry date. Narudia tena haya, hakuna kwamba sasa hija yangu isha expire. Wewe kama umehiji ni haji tu. Muhimu uishi katika yale anayoamrisha Mungu na aliyofanyaje, aliyoyakataza. Usipetuke wewe, tayari si mtu wa kawaida. Unakuwaje mtu wa kawaida na wakati miongoni mwa swala ulizoswali zazidi milioni kwa kitambo kifupi ulichokwenda? Unakuwaje mtu wa kawaida na umewahi kuhudhuria Arafa, viwanja vya Arafa? Pale Arafa Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alijiliwa na Bilal, alijiliwa na Jibril. Mtume akamwamrisha Bilal kwamba ansitilia nasa, ninyamazishie watu hapa. Wakanyamaza maswahaba wote baada ya Bilal kusema Mtume, jamani, ataka mnyamaze. Ponyamaza, Mtume akasema, enyi watu, enyi waumini, sasa hivi amenifikia Jibril na Jibril kaniambia kwamba Mwenyezi Mungu anakutoleeni salamu, lakini kasema kwamba watu wote walihudhuria viwanja hivi vya Arafa washasamehewa, hawana madhambi. Jambo hili limsisimua Saidna Umar bin Khattab, kasema, ya Rasulullah, hadhihi khasatun lana, ofa hii ya kusamehewa madhambi ni kwa sisi tu au? Sema, hadha lakum waliman jaa ba'dakum ila yaum alqiyama, hii kwa ajili yenu na atakayekuja hapa baada yenu mpaka siku ya Kiyama, kila atakayeenda pale. Sasa haji hawezi kuwa mtu wa kawaida, lazima tuseme ukweli. Ni yeye tu sasa aone kama alienda safarini, hapo ndo mtihani. Lakini kama alikwenda hija, si mtu wa kawaida, si mtu wa kawaida.
na anatakiwa aishi kama mtu ambaye si wa kawaida, kwa maana asifanye mchezo na maasi, asiyakurubie maasi, kwa sababu kapata bahati ambayo wengi wanaitaka ya kwenda kutoharika. Si ndio Mtume Muhammad kasema, man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yaumin waladatuhu ummuhu, yule ambaye amekwenda haji hakufanya uchafu wa aina yote wala hakuvunja zile taratibu za hija, atarudi kama siku ambayo mama yake mzazi kamzaa. Wakati unazaliwa na mama yako kuna mambo kadhaa. Piga picha ile siku unazaliwa, pamoja na kwamba hamna anayekumbuka. Si bana, kuna mtu anayekumbuka hapo ulipozaliwa ilikuwaje? Kuna wenzangu na kumbukumbu kubwa, aweza kuwa na kumbukumbu. Lakini unachojua, pamoja na kwamba hukumbuki, lakini utakuwa unajua kwamba hukuwa na adui hata huyu mmoja. Ndio ulama baadhi akasema haji akaenda haji, akirudi bado ana maadui, hija yake na mtihani. Bado umewaekea watu mashonde, husemi na yule, huli na yule, ndugu yako si ndugu yako tena, una habari naye, sema huyu mpaka kiyama si ndugu yangu. Bado, kwa sababu siku nazaliwa na mama yako hukuwa hivyo. Sirajaa ka yaumin waladatuhu ummuhu, amerejea kama siku aliozaliwa na mama yake. Mbona sasa uko hivyo? Lakini siku ambapo unazaliwa, sijui kwa mtu mwenye roho mbaya kiasi gani, lakini mimi najua katika binadamu ambao watu wote wanampenda ni mtoto mchanga. Sijui ukiwa mtu anyang'au kiasi gani, kwamba yule mtoto mchanga naye awe na bifu naye. Wewe atakuwa nyang'au kiasi gani? Sasa wewe unarudi kama mtoto mchanga. Maana yake ni kwamba kama umehiji vizuri, watu wote watakufurahikia, watu wote watakupenda. Sirajaa ka yaumin waladatu, maana yake amerudi kama mtoto mchanga. Lakini kuna mtoto mchanga ambaye ana madhambi? Hakuna. Kwa hiyo pia unarudi huna dhambi ya namna yoyote. Rajaa ka yaumin waladatuhu ummuhu, anarudi kama amezaliwa na mama yake. Kwa hiyo ukiwa haji usione tu kama umerudi safari. Hapana, si safari ile, ni fursa tukufu. Ndio sababu kuna msemo wetu ule, ukibahatika usibahatishe. Yani wewe ukienda haji nenda na msemo huu, ukibahatika usibahatishe. Kuna watu wakienda kule anabahatisha. Yawezekana kabisa baadhi ya mahujaji, siwasemi, lakini dhana yangu ni nzuri kwamba kila mmoja kahiji vizuri. Kuna wengine mpaka anarudi kashajua malls zote, kaingia mall hii, mall ile, mall ile, na hanui kitu, anaangalia tu. Anatoka anapata hisi kidogo, kuna joto, anaingia na hii na hii, wenzake wanahangaika huko na ibada. Ukienda haji usifanye mchezo huo. Ukibahatika usibahatishe. Lakini ja'ala Allahu al-baita, ja'ala Allahu al-Ka'aba al-baita al-harama qiyaman linnas. Mwenyezi Mungu mwenyewe hapo katoa ahadi kwamba ameifanya al-Kaaba ndio sababu ya watu kusimama kuwa sawasawa katika maisha yao ya dunia na kuwa sawasawa maisha yao ya akhera. Ni kuonyesha kwamba kama al-Kaaba itavunjwa ndio mwisho wa dunia. Ile al-Kaaba ndio qiyaman linnas, ndio sababu watu wanakuwa salama. Ndio maana ile kwamba falyabudu rabba hadha albayt, wamwabudu Bwana wa nyumba hii,
at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, kwa kusalimika na hofu, kupata hata mahitaji yetu ya vyakula na nini. Bila shaka ni Mwenyezi Mungu katuwekea ile Al-Kaaba ina siri kubwa. Sasa wewe unakwenda kwenye jambo ambalo lina siri kiasi hicho. Twendeni haji, twende haji. Ukipata nafasi ya kwenda hija, nenda hija, ila usijikalifishe. Huna uwezo, jua humo kwenye watu wanaotakiwa kwenda hija, usijilazimishe. Mwenyezi Mungu mwenyewe atakulipa kwa namna anavyojua yeye, kwa sababu hija imewekewa sharti liman istataa ilaihi sabila. Kwa hiyo usinyongeke kwamba mimi sijaenda, hajafanyaje. Bila shaka Mungu atakupeleka tu, lakini hujaenda usinyongeke, kwa sababu kuna hili neno liman istataa ilaihi. Ila kama una uwezo wa kwenda alafu hujaenda, Allahu akbar, mtihani wako mkubwa. Bila kuficha, mtihani ni mkubwa mbele ya Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie wenye uwezo wa kwenda haji waende. Na Mwenyezi Mungu atukubalie hija zetu, hija mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan mutakabbala. Na Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu tulizofanya hapa, atengeneze maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera.